Tunaona upotevu wa kusikia kwa watoto mara nyingi katika hospitali ya watoto ya Apollo. Kuna makundi mawili makuu: uziwi wa neva na uziwi wa upitishaji sauti. Uziwi wa neva mara nyingi hauwezi kutibika. Mara nyingi tunaona watoto wanakuja na upotevu mkubwa wa kusikia pande zote mbili tangu kuzaliwa kutokana na sababu za kurithi. Watoto wengi wenye upotevu mkubwa wa kusikia pande zote mbili wanaweza pia kupata hali hii kutokana na maambukizi ya virusi kama surua na tetekuwanga. Sasa, watoto hawa hawataweza kuzungumza ikiwa kusikia kwao hakutaboreshwa kabla ya umri wa miaka 4 hadi 5. Kwa watoto hawa, upasuaji wa kupandikiza kifaa cha cochlear ni bora, ambapo kifaa hupandikizwa kwa upasuaji ndani ya sikio la ndani, karibu na neva ya cochlear ili kuichochea. Ikiwa haitatibiwa kwa wakati unaofaa, watoto hawa wanaweza kupata uharibifu wa kudumu wa kusikia kwao. Tunaona watoto wanaokuja na upotevu wa kusikia ambao hugunduliwa kuwa na majimaji nyuma ya ngoma ya sikio. Sasa, hili linaweza kutokea kutokana na sababu za kawaida kama vile kuvimba kwa tonsils na adenoids ambazo huzuia njia ya hewa. Inaweza pia kutokea kutokana na maambukizi kama vile tonsillitis, adenoiditis na sinusitis. Ushauri wangu kwa kila mtu ni kuchukulia upotevu wa kusikia kwa watoto kwa umakini na kuwapeleka watoto wao kupimwa bila kuchelewa ili kuokoa kusikia kwao. Asante.